Asante na karibu sana katika Dimbani Live. Leo hii tupo hapa salama usalimini kabisa popote pale ulipo mtazamaji wa Star TV kutoka hapa Mwanza, tukikutangazia matangazo yetu, lakini sisi tunasema kwamba tuko vizuri sana. Jambo moja tu ambalo limetuweka hapa ni kuzungumza yale ya kimichezo yote. Jana tulikuwepo hapa na mwenzangu Abraham Charles Maliki, tulizungumza vitu vingi zaidi, lakini baadaye nikakwambia kesho tutakuwa na ugeni mzito kweli. Tutakuja hapa kuzungumza nao. Ni nani, ni kutoka wapi? Tayari wageni wangu wako hapa kwa ajili ya kuzungumza mengi, lakini pia nitakuwa na mchambuzi wangu Abraham Charles Maliki kwa niaba yake Lucia Mkono, ambaye mara nyingi sana huketi kiti hiki siku kama ya leo ana matatizo kidogo, anasema mafua yanasumbua. Abraham Charles Maliki, uhali gani ndugu yangu? Niko poa. Hivi mafua ni ugonjwa? Mafua sio ugonjwa. Mwambie bidada Lucia kwamba afanye mazoezi. Yaani kuweka mwili namna ambavyo anavyoweka mafuta mengi, akifanya mazoezi hata maradhi kama yanapungua kidogo. Tatizo anakula na lala ndani. Akimaliza hapa anaingia kwa dada nani pale kantini, piga msosi na mkuta pale mida saa 12 na kikombe cha uji, anasema anafuturu. Tunataka kufunga kweli bila. Ndio hivyo. Kwa hiyo akifanya mazoezi, na ugonjwa wa mafua ni ugonjwa ambao mtu ukifanya mazoezi mara kwa mara inapungua tu, haiwezi kutokea mara kwa mara, lakini usipofanya mazoezi haya atakusumbua sana. Hii yote ni furaha ya Man City kutoa ubingwa. Ndio alikuwa anashangilia sana matokeo yake, amekutana na chembe za vumbi lile. Ndio unajua kwamba lile kombe lilikaa storm sana. Matokeo yake kunyanyua kwamba ndio maana Liverpool alikataa. Ndio maana sisi tumelikataa, tumemwachia yule mzee baki nalo. Lucia, chukua ile kombe. Matokeo yake umepata magonjwa mafua. Pole sana Lucia Mkono huko uliko. Sisi tunasema mambo ni mazuri. Bwana, wageni wangu ndio hawa. Tayari wamewasili. Na kwa mbali unaweza kupata taswira fulani ambayo tunataka kuizungumzia leo. Muhimu wa soka la vijana likoje, na tumeona tualike wenyewe ambao wanahusiana sana na mambo ya kabumbu ndani ya nyumba hii. Pembeni yangu hapa ninaye meneja wa timu ya Pamba Jiji, atajitambulisha tu muda si mrefu, lakini pia ninaye meneja pia wa Pamba Jiji. Pamba ipi? Mbona unataniuliza kwa Dimoso na mameneja wawili alafu unasema wote wanatoka Pamba Jiji? Lakini wenyewe watakuja kujiweka vizuri, sije nikakosea kitu kimoja wakasema huko ulikoenda ndugu yetu umetukosea. Karibu bwana. Asante. Mimi nakufahamu vizuri bwana, lakini mtazamaji wangu anatamani kufahamu Dimoso anapiga story na nani leo bwana? Asante sana Dimoso, mimi naitwa Eze kama ulivyosema, meneja wa klabu ya Pamba Jiji. Okay. Naam. Umejaa mwenyewe hapa. Pamba Jiji ni nongwa nyinyi? Hapana, tuna nongwa. Mliwanyima watu hapa. Sisi tunapambana kwa hali zetu. Nasikia ile kamati ile ndio ulisimamia ile. Kamati ipi tena Dimoso? Asante, tutarudi. Karibu sana. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana. Tukufahamu vizuri kweli, na mara nyingi sana watu wakutana kwenye mambo yetu kule, lakini mtazamaji anajiuliza Dimoso anasema huyu manager na yule ni manager. Kwa nini nimesema hivyo? Niweke vizuri. Kwanza kwa maarufu zaidi kwa majina naitwa Mwalimu Sukwa, maarufu zaidi. Na Mwalimu Sukwa. Ila la kimichezo sasa hivi nafahamika kama TD. Wa vijana, technical director wa timu ya vijana ya Pamba. Niko sahihi kumbe nilichozungumza? Uko sahihi kabisa. Vizuri kabisa. Sukwa kule, si ndio? Kule. Sawa. Labda tabu yote. Abraham iko pale anatabasamu kuonyesha kwamba shughuli tunaenda kuizungumza hapa. Wanasema kipele kimepata mkunaji, na wakunaji wenyewe ndio hawa hapa, wenyewe wako hapa. Abraham Charles Maliki, jana tumezungumza sana hapa umuhimu wa soka la vijana, na tumezungumza vijana watakiwa wafanye nini, na hatimaye leo tumewapata wenye soka lao. Licha tukizungumza pia na soka la vijana, lakini pia mimi nina maswali mengi zaidi kuhusiana na Pamba ya wakubwa, na manager yuko hapa na taarifa ambayo tulikuwa nayo, nadhani manager mwenyewe anajua kinachoendelea sasa hizi huko mitandaoni kuhusiana na moja ya mchezaji wao. Je, kinachozungumzwa ni cha kweli? Nongwa kawaida. Mimi nafikisha ujumbe kwa maana ya wana michezo wanatamani kutambua. Kwa hiyo ikifika wakati nitamuuliza swali langu. TD Sukwa, nianzie kwako. Mweke pembeni kwanza Ezekiel hapa ambaye yeye ana jukumu kubwa la kusimamia timu ya wakubwa. Tuanze kwako. Mada yetu kama tulivyozungumza pale awali, umuhimu wa soka la vijana. Mpaka sasa wewe ukiwa kama msimamizi wa Pamba Under 20 na timu zote za umri wa chini wa Pamba Jiji. Hali ikoje mpaka hivi sasa kwanza? Hali ni nzuri. Hali ni nzuri. Vijana wamejitokeza wengi, tunao wengi wa kutosha. Wenye uwezo tu mzuri wa kuweza hata kusaidia timu zetu hizi kubwa. Okay. Wameonyesha tu uwezo mzuri. Kwa hiyo hali ni nzuri.
Wanasema roho ya timu ya wakubwa ni under 20, timu za vijana tuseme zote kwa ujumla. Na Mwanza huku tumeona mmebahatika kupata vijana wenye miili mizuri kweli. Mnawatumia vipi hawa vijana kuwatengeneza ili waje wachukue nafasi za kaka zao? Nafikiri kwa sababu tu tumeanza mwaka jana, ndio timu ilikuwa na mambo mengi sana ya kujipanga vizuri, lakini tu kuanzia mwaka jana tuliweza mmoja kumpandisha, na mpaka sasa anacheza timu ya wakubwa. Mwaka huu tukitazama tuna matarajio kama watatu mpaka watano ambao wanaweza kupanda timu kubwa na wakafiti kucheza kabisa. Okay. Ushindani ukoje kwenye ile mashindano ya under 20 ambayo inashiriki mbele sana? Najua ni Pamba mpo michezo kadha mlishacheza. Ushindani ukoje? Ushindani ni mkubwa kwa sababu timu nyingi wazoefu wanajua namna ya kujiandaa na mashindano. Kwa hiyo ushindani ni mkubwa sana. Kwa kweli hata sisi mwaka jana tulipata uzoefu, mwaka huu tumepata uzoefu zaidi. Tunaona ni aina gani ya vijana ambao tunatakiwa tuwe nao ili tuweze kufiti kwenye ushindani. Okay. Ndio. Nitarejea kwake ni TD Sukwa ambaye yeye hivi sasa ana jukumu kubwa la kusimamia timu za vijana wa Pamba. Ndio maana nimeanza kwake kutokana na umuhimu ambao wa mada hii tunaenda kuizungumza muda huu moja kwa moja. Tumeona tuanzie kwake ili tupitishe vizuri kabla ya kusonga mbele zaidi. Sasa turudi kwenye senior team. Pamba Jiji, hongereni bwana. Asante. Pale mlipo mimi nawapa hongera. Msimu uliopita mpaka muda kama huu mlikuwa mnapigania ya Arab Nafsi, lakini sasa hivi naona sasa mambo ni mazuri. Na hata afya naona imekaa vizuri. Tunashukuru kwa hongera, tunashukuru. Na unakumbuka Dimoso mwaka jana nimekwambia takriban miaka 23 timu haipo ligi kuu. Kwa hiyo tulikuwa na mambo mengi ya kujifunza msimu uliopita. Kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu mwaka jana tumemaliza katika mazingira aliyoyaona. Tukabaki ligi kuu na tuliahidi kwamba huu ni mwaka wa kujifunza. Miaka 23 sio michache ukiwa nje ya ligi. Kwa hiyo tulijifunza vya kutosha na unaona mwaka kidogo tulijifunza tumebadilisha kidogo. Unaweza kaona namna ambavyo timu sasa inaenda vizuri na bado tunasema hatujalizika na hali ambayo tunayo. Tunatamani tuwe zaidi ya pale tulipo. Kwa hiyo tunaendelea kupambana Dimoso. Meneja Eze, mpaka sasa kipi ambacho tunajivunia mpaka ligi ilipofikia hapa? Yapo mengi Dimoso. Yapo mengi ambayo tunajivunia, mengi. Kwanza kama unavyoona mechi 16 tupo nafasi ya 5. Ukiangalia nafasi ya 5 naye tuzidi mbele yetu nafasi ya 4 na ya 3. Ni kwanza wanatuzidi mchezo baadhi kimuondoa Simba Yanga. Tunazungumzia JKT tuzidi mchezo na Azam, kuna Simba pale. Tukiona maana sisi tukishinda kwa mfano mechi yetu tukalingana mchezo na JKT tunahama nafasi tuliyopo. Kwa hiyo na kujivunia na kwanza sababu tumemaliza nusu ya michezo kwa raundi ya kwanza tukiwa kwenye nafasi nzuri ambayo sasa hatuna wasiwasi kama msimu uliopita. Kwa hiyo na kujivunia, lakini la pili unaweza kaona namna ambavyo tuna timu bora. Tunajivunia kuwa na timu bora. Wewe mwenyewe unaona tuna timu ambayo iko safi. Tuna vijana ambao wako talented, vijana ambao ni wapambanaji. Lakini tunajivunia pia uwepo wa benchi bora na ufundi. Sio swala ambalo ni la kuficha, kila mmoja anafahamu. Ukiwa na benchi bora utafanya vizuri. Kwa hiyo tuna benchi bora. Lakini tunajivunia pia uongozi uliopo kwenye klabu. Ukiona mwenye timu mkurugenzi wa jiji la Mwanza Mheshimiwa Kemoni Kibamba namna anavyoisimamia timu, anavyoisupport kwa kila jambo, ndio maana tuko hapo. Kwa hiyo tuna mengi ya kujivunia. Hayo ni machache kati ya mengi bwana Dimoso. Umezungumzia vitu vingi na vya kimsingi. Wewe ndio manager wa timu. Mameneja mnapataga wakati mchache sana wa kuzungumza na vyombo vya habari kutokana na majukumu yenu ambayo mnayo. Na sisi kwa tukushukuru kwa kukubali wito wetu kwa kuacha majukumu yako kuja hapa. Ligi imesimama hivi sasa mpaka Aprili mosi, nadhani ndio ligi itarejea tena pale. Pamba michezoni kadha mmecheza nyumbani. Mambo si mabaya. Mchezo wa mwisho umecheza na Simba hapa, si ndio? Mchezo wa mwisho na Simba Mola Bram. Wanapata sare ya bao moja kwa moja hapa. Tuitazame Pamba kwenye nyanja ipi baada ya ligi kurejea hapa, kwa sababu ndio hatua sasa tunaenda ya lala salama hii. Sisi tunachokiamini pale tulipoishia tunataka tuanzie pale kwenda mbele. Tumeishia kwenye draw kwa Simba, kwa mechi inayofuata tunaenda kwa Mashujaa. Kwa hiyo tunaamini tunaenda kutafuta matokeo ili tuendelee kujikita nafasi nzuri zaidi, kuwa nafasi nzuri zaidi. Kwa hiyo tunachokitegemea sisi ni mazuri zaidi ya ambayo tumeyaacha sasa kuanzia mchezo uliopita. Vijana wako kambini ama mmewaruhusu kwa? Si hatujavunja kambi. Tujavunja kambi kwa sababu ni mapumziko ya siku chache.
hatuwezi kuvunja. Tuwapumzisha almost siku 4 tangu mechi ilivyoisha. Kesho vijana wanaanza kazi, kwa hiyo kwa ajili ya kujiandaa kwa mechi zilizobaki sasa. Kwa hiyo ndio kuna kitu cha kujivunia kuona wachezaji wako wakiitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa kikubwa sana. Timu kama ya Pamba kutoka mkoani huko kikubwa sana. Unapokuwa timu ambayo tunasema ni level ya kati, alafu wachezaji wako wanaitwa kwenda national team kuitumikia timu ya taifa, ni jambo la kujisifia na kuona kwamba mna watu bora kwenye timu yenu. Kwa hiyo tunajisifia, na mimi nasema si hii kwa wachezaji tu, unaweza kaona sisi tunasema timu nimesema tuna benchi bora. Ndio. Benchi bora unaweza kaona sisi hatuishi kwa wachezaji. Ndio. Sisi tuna baadhi ya makocha wanaitwa timu ya taifa kuzitumikia timu zao za taifa. Kwa hiyo mambo mazuri kocha baraza ama sisi tuna kocha wa goalkeeper bwana John Wao kaitwa national team ya Kenya, ameenda kuitumikia pia. Kwa hiyo unaweza kaona tuna wachezaji ambao wanaitwa national team yetu ya Tanzania, lakini pia tuna baadhi ya viongozi wa technical bench wanaitwa kwenye timu zote za taifa. Ni swala kujivunia na ndio maana nimesema ukiona msimu huu tuna utofauti sana na msimu uliopita. Tuna wachezaji bora, tuna technical bench bora. Penginepo hii itawapelekea wa maadui zenu kuongeza umakini zaidi wa upinde wanapokutana na nyinyi, wakiangalia mlinda mlango wenu Yon Amos yuko kikosi cha timu ya taifa, lakini kiungo wenu na yuko kule Nation na yuko kule kama ulivyosema sasa, na kocha wenu wa goalkeeper ameitwa huko. Watu wanaanza kuwachungulia kwa mbali, aidha wabomoe ama wakazie kweli kweli. Amuogopi hilo? Sisi tunaamini mafanikio kama hayo yanapotokea lazima kuwe baadaye kutokea changamoto kubwa sana kujipambana na timu ambazo tunaenda kushindana nazo. Kwa sababu wanajua tuna timu bora. Kwa hiyo lazima wajiandae kwa kupambana na timu bora. Kwa hiyo ni kazi ya mwalimu na benchi lake kuhakikisha wanaiandaa timu kuweza kupambana na kutopoteza ile hope waliokuwa nao kuanzia mwanzo. Kwa hiyo tunaamini changamoto tutazikuta kwenye timu watu tunao nazo, lakini pia tunaamini vilabu vinaweza vikachungulia kwenye timu yetu kuona nani tumchukue. Tumepewa wachezaji wawili timu ya taifa. Sisi wachezaji bora wengi kwenye kikosi chetu ambao wanastahili kwenda timu ya taifa. Tunao wengi. Kwa hiyo tunaamini kwa sababu timu zinaona ubora wa timu yetu. Wale wanaosema ni majanti wanaweza kama kuchungulia kwetu. Sisi tumejipanga kama klabu kuhakikisha wale bora hawaondoke kwenye kikosi. Au ndio ile anasema TD pale kwamba wameanza kutengeneza vijana huko chini, endapo watabomoa kugafa watu wapandishe bado. Tumejiandaa, yani sisi tumejiandaa kuhakikisha wachezaji wetu bora hawaondoke kwenye kikosi chetu. Kuhakikisha wachezaji wetu bora hawaondoke kwenye kikosi chetu. Tunanye pesa mishazisikia hapa. Stories zao zikawepo, hizo ni rumors. Huwezi kuzuia. Nimezisikia hizo, na ndio maana mimi najua namsikiliza vizuri tu hapa. Kwa namna jinsi ambavyo ameelezea swali lilomuuliza ile kwamba wamejiandaa vipi pale ambapo timu itapokuja kuchukua wachezaji ambao ni bora kabisa. Amejibu hapo kwa maana atabakisha wachezaji wake walio bora, lakini kiwarisia kuna taarifa ambazo zinasambaa na taarifa ambazo zinasemekana. Sasa kwa nafasi kama inawezekana hapa kwa cheo ulichokuwa nacho ndani ya uongozi wa Pamba, naamini unaweza kulitolea majibu kama yatakuwa sahihi kwa wakati kama huu, kwamba kuna taarifa zinasema kiungo wenu Nasho amesha saini tayari ndani ya kikosi cha Simba kwa ada zaidi ya milioni 200 plus. Ina ukweli gani taarifa hii? Angali wewe mwenyewe umesema wachezaji wenu bora watasalia ndani ya kikosi cha Pamba. Taarifa ya Nasho kujiunga na Simba ina ukweli gani ndani yake? Kwanza mimi niseme wakati huu utasikia maneno mengi. Ni kipindi ambacho kwanza msimu unaelekea kuwa mwisho. Kwa lazima kuwe na taarifa tofauti, aidha za kweli na zingine za uongo, tutapokea nyingi. Mimi ninachokijua Nation bado ni mchezaji halali wa Pamba Jiji ambaye sisi tumemchukua Singida Big Stars kwa mkopo wa msimu wa mwaka mmoja. Ndiyo. Kwa hiyo tunaamini, mimi status ya mkataba wa Nation akiwa Singida si ufahamu. Ninachokijua na mkataba na Nation kwa msimu mmoja kutoka Singida Big Stars anatumikia Pamba kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo kama anachukuliwa kutoka Pamba kwa sasa hivi, taarifa hizo rasmi sisi hatuna kama klabu. Hatuna taarifa hizo rasmi kama klabu, inabaki ni story tu za kwenye magazeti na vyombo vya habari. Labda tuwaulize Singida ndio wanaweza wakazungumzia vizuri kwa Nation, lakini sisi kama klabu tunajua tunamtumia Nation kwa msimu wa mwaka mzima. Kwa kama tutahitaji kwa msimu mwingine bado tutakamezana na Nation. Okay. Kwa hiyo bado Nation na mkataba na Singida haujamalizika. Status ya mkataba wa Singida na Nation si ufahamu. Nimesema mimi najua Nation tuna mkataba naye wa msimu wa mwaka mmoja.
Amoni kuna haja ya haujaisha, tuko naye. Okay. Hakuna mazungumzo yote ambayo yanaendelea kuna jinsi Sasa hizo ni taarifa za ndani, ukizitoa haraka bado. Tunaendelea. Ndio maana nasema sisi tunaweka mkataba wa Nation tunayo kwa msimu wa mwaka mzima. Kwa kama kuna issue ya kumuongezea, hizo ni issue za ndani sasa ambazo wahusika wataendelea kufanya. Kwa hiyo kiwalisia unaambia wapenzi wa Pamba kwamba Nation bado ni mchezaji wa Pamba. Na hamna taarifa zozote ambazo kama klabu watoa taarifa zozote rasmi kutoka sehemu yoyote. Mtazamaji, wa kipindi kama hiki mbiu ni nyingi, utasikia kelele nyingi kweli, lakini mwisho wa siku kweli unakuja kufahamika baada ya dirisha kufunguliwa na kufungwa. Ndio kwamba Dimoso ameenda timu gani, Suku ameenda timu gani, bwana Ezekiel ameenda timu gani, lakini kwa sasa utasikia mambo mengi kweli. Itoshe kusema kwamba tuna wageni hapa kutoka Pamba Jiji, manager wa klabu ya Pamba ya wakubwa senior team, lakini pia tuna manager wa Pamba under 20 na timu zake zote za huko chini, yeye akiwa anazisimamia huko, ambao tunazungumza nao hapa hatima soka hili la vijana wetu wa Kitanzania, tukiona mpaka hivi sasa mambo baadhi ya timu hawana ule uhalisia wa kutumia vijana wao. Na mimi naweza kuthubutu kusema kwamba nawapongeza sana Mtibwa Sugar. Tuko sahihi jamani? Tulikatalia. Tini, niko sahihi. Mtibwa uko sahihi. Niko sahihi. Sio timu nyingine, nazungumzia Mtibwa. Sawa, ila timu karibia zote zinatumia vijana, sema labda ratio ndio inaweza katofautiana. Sawa, leo umezungumza vizuri. Wengine wana vijana kila hawatumii. Hongereni sana nyinyi. Mmetengeneza na kweli mimi nafika uwanjani naona wale vijana mnawatumia pale. Nyinyi hongereni sana. Lakini kuna wengine wameweka pale kwa ajili tu ya labda kikanuni ili za benchi tu. Kabilisha ya wachezaji. Lakini Pamba wanajitahidi. Wanajitahidi kwenye hilo. Na Mtibwa kiangalia kikosi chao uwezo kukosa na kidogo, wanakuja kidogo. Na timu moja sitaki kusema hapa. Tuli kwako TD. Mpaka sasa mimi nahuzulia sana mazoezi yenu. Ndio. Ya vijana wa umri chini ya miaka 20. Naona pale mnawatengeneza na nawatumia vizuri, tuseme hivyo. Lakini bado nina mashaka kidogo kwamba hawa vijana enzi hizo Pamba hiyo, labda nizungumzie hiyo, pengine hata mimi mwenyewe baadhi ya vitu nilivisoma kwenye taarifa. Walikuwa wanatumia sana vijana wa kutoka kanda ya Ziwa huku, wanawapandisha, wanaenda kucheza wakubwa. Ndio tunaona kina Joji Masatu, kina Makelele, kina nani walikuwa wanafanya vizuri. Mshafanya scouting kidogo ya kwenda kuangalia huko Maukerewe huko, sijui Masengerema na kwingineko, kwa sababu unajua kuna vijana wenye nguvu kwa kweli wakulima wa Pamba hawa. Ya tumefanya, ila sio wilaya nyingi ambayo tumetembea. Tulifika nafikiri Magu. Tushafika, ingawa tulitoka nje kidogo. Na mkoa wa Mwanza tulifika Shinyanga. Okay. Ushetu, eneo linaloitwa Ushetu. Nafikiri tulifika kule. Lakini stoshe tunapokea mialiko mingi tu ya timu za pembeni za ndani kidogo ya mkoa wa Mwanza, lakini na zingine za nje. Changamoto tu ambayo inatupa labda mambo ya budget na vitu vingine vidogo ndio vinatukwamisha, lakini kikubwa kwamba tunapokea vile wachezaji wengi sana kutoka kwenye wachezaji. Content kubwa ya timu yetu utakuta bado ni ile pamoja, hatujaenda labda Ukerewe, lakini watu wa Ukerewe tunao mpaka kwenye timu. Hatujaenda labda Sengerema, timu yetu ina asilimia kubwa sana vijana kutoka Sengerema. Nafikiri wanaweza kawa na wanaongoza Sengerema kwenye timu yetu ambayo tulionayo. Kwa hiyo pamoja hatujatoka, lakini bado tunapokea wengi kutoka kwenye hayo maeneo. Sasa kufanya vizuri kwa senior timu inawasaidia nyinyi kuchini kufanya vizuri na nyinyi vile vile. Msaada upo kwa sababu wakifanya vizuri wao ndio kidogo hata hao huwa inawamotivate, hata attendance yao ya mazoezini inaongezeka. Yani kuna mahusiano yapo. Yako hapo ndani. Kidogo hao wakiwa down na hao nao kama vile wanakata tamaa. Mwaka jana kama na wao walikata tamaa, lakini mwaka huu naona mwamko ni mkubwa sana wa hii timu. Nadhani nimepokea vijana mpaka wengine unashindwa namna ya kuaccommodate. Kwa hiyo mwamko unakuwa ni uhusiano upo. Timu kubwa ikifanya vizuri na sisi huko kidogo mwamko unakuwa mkubwa na simu zinakuwa nyingi mno. Ndio. Hamjafikiria kufungua milango zaidi, kwa mfano
Kwa tuchukue labda pale Barcelona kuna watu wanapokea kutoka baadhi ya sehemu kuja kwenye academy yao, na nyinyi mjafikiria labda kufungua milango kuwapeleka vijana nje wakaongeze ujuzi zaidi ili kurudi kuja kusaidia Pamba pengine na timu ya taifa? Nafikiri mahusiano yao tunatamani sana. Lakini sidhani kama yanatengenezwa kirahisi kwa mfumo wa soka jinsi ulivyo. Lazima tupate watu wa kushirikiana nao ambao watakuwa kama vile wabia ambao mna share, mnaweza mkabadilishana wachezaji hivyo. Sasa nafikiri mpaka kadri tunavyoendelea tutajijenga zaidi ili kuweza kupata hayo mahusiano. Sasa managers, tumeona dirisha dogo hapa mkufanya usajili wowote kama mlifanya kwa uchache sana, tofauti na baadhi ya timu. Mfano timu kama Simba iliingiza maingizo mengi, tukaona baadhi ya timu kama vile KMC na waliingiza maingizo mengi, lakini Pamba nadhani mmoja ama wawili mlifanya hivyo. Kwa nini mlifanya hivyo? Labda nikuulize, kwa nini tunaongeza watu? Kwa nini dirisha dogo tunaongeza? Kutokana na labda mwenendo wa timu. Kama unaona kuna nafasi unahitaji kuongeza, unaongeza. Lakini kama unaona hakuna nafasi ya kuongeza, kwa nini unaongeze? Itakuwa ni matumizi mabaya ya fedha. Sisi tuliona kikosi chetu kinajitosheleza. Tulikuwa na mahitaji ya nafasi moja au mbili, lakini si kwa umuhimu mkubwa. Na tulikuwa na vigezo ambavyo tumeviweka kwa watu hawa, lakini tulivyovikosa basi tukaachana nao. Kwa hiyo sisi tuliona sehemu ya kuongeza ilikuwa ni almost 2 pale nyuma, eneo la center back. Kwa maelekezo ya mwalimu, lakini awe na sifa ipi? Lakini pia ukumbuke kumpata mchezaji dogo mzuri ni kazi. Maana yake unatakiwa mchukue kwenye timu alikuwa anacheza, sio alikuwa hachezi. Kwa hiyo umpate lazima pia umejipanga kifedha. Kwa hiyo sisi tulivyoona hatupati yule ambao tunatamani kumpata, tukakaa na benchi, wakaona wanafaa tu kuendelea na kumaliza msimu. Ndio maana naona dirisha dogo sasa tukuongeza. Tuseme mpaka hivi sasa kwenye dimba lenu la nyumbani mnavuna alama nyingi kweli, ijapokuwa hata pembeni mnavuna. Hapa nyumbani ndio pamekuwa machinjio makubwa na tegemeo kubwa kwa Pamba. Kwa nature ya ligi ya Tanzania, kimsingi inatakiwa nyumbani upatumie vizuri. Unaweza kaona kila timu nyumbani inatakiwa kushinda. Ndio. Kwa kila mmoja ajipanga kuhakikisha uwanja wake nyumbani anautumia vizuri. Ndio unaona hata sisi msimu huu tumejitahidi sana kupambana, ingawa hujapata matokeo mazuri kwa kiwango ambacho tunataka, lakini tunasema sio mbaya, tunaendelea vizuri. Ukipata matokeo mazuri nyumbani, ukienda nje unaenda kupambana kutafuta kidogo walau ongezeke kizuri ambacho umekipata nyumbani. Kwa hivi ndivyo ilivyo. Nafikiri kwa timu zote za ligi ya Tanzania kila mmoja anapambana kupata matokeo mazuri nyumbani. Ukikosa kwako sasa unapata wapi, ndugu yangu? Sasa hili linawahusu wote wawili hapa. Ndio. Meneja anasema wanajitahidi sana kuwatengeneza vijana pale ili wajasaidie timu yao kubwa. Lakini na wewe pia huku unajua hutaki kuona timu yako ikitoka kwenye top 5 ile kushuka chini, huku unapambana kuhakikisha kule juu kunakaa vizuri. Mfumo wa ligi yetu uko tofauti kidogo, na baada ya siku 2 umekuta mko uwanjani, baada ya siku 2 mpo uwanjani. Vijana hawa wanaokuja bado misuri yao haijakaa vizuri. Ugumu gani unaopata kuwatumia hawa vijana kutoka timu za under 20 kuja senior team? Unajua, kwa mfano nianzie mwaka jana sisi tumefanya vibaya sana kwa sababu tulijikita kwenye kuangalia sana wakati wa kusajili talents bila kuangalia uzoefu. Kwa hiyo tulisajili wachezaji wengi sana ambao walikuwa kweli ukiangalia talent sana, lakini uzoefu kwenye ligi walikuwa hawana. That's why unaona hata kipindi kile mwaka jana tulipata sana shida, lakini tukajitwist kwa msimu huu, tukasema lazima tuangalie talent lakini na pia wenye uzoefu na ligi. Ligi sio rahisi. Ligi ya Tanzania ni ligi ngumu sana ambayo inahitaji pia umeizoea ligi. Unaweza kuona hata vilabu vingine vinasajili wachezaji ambao wanafanya vizuri sehemu zingine huko, lakini wakifika hapa wanapata mateso. Yaani hawatoi kile kitu ambacho walikuwa nakitoa kule walikotoka. Kwa hiyo ni ngumu sana kumwamini kijana wa under 20. Yaani vijana labda 3 au 4 waingie kwenye lineup wakakusaidie kwa nature ya ligi yetu ilivyo. Ndio maana unaona sasa nalazimika yule unayemuona wa under 20 ambaye unamuona kabisa huyu anaweza akapambana ndio wanaotumika. Si kwa Pamba, tuangalia vilabu vyote. Wenda hata Mtibwa ambao tunasema wanazalisha sana talent kama ulivyosema wewe. Ni wachache ambao wanaingia kwenye kikosi cha kwanza. Lakini wana vijana wengi
wazuri ambao wako chini ya miaka 20 lakini hawezi kumtumia moja kwa moja kwenye kikosi cha timu kubwa kwa sababu ya uzoefu. Kwa hiyo unaweza kuwata sisi kwa hivyo. Tunao vijana ambao ni wazuri sana timu yetu ya vijana. Lakini unaweza ukawatumia, utaweza kuwatumia tu endapo timu yako imefanya vizuri kwa kiasi kikubwa. Yaani haina changamoto, haiwazi matokeo. Unaweza ukawapa nafasi ya kuwatumia. Aba, swali kwako. Mimi swali langu labda naenda kwa meneja kwanza, meneja Eze. Naam. Mmoja ya watu ambao amerudisha hali ya kiupambanaji kwa wachezaji ni mwalimu Baraza. Hilo haliwezi kupingika kabisa. Mafanikio yote ambayo yanaonekana kwa upande wa Pamba msimu huu ni baada ya kuingia kwenye kusajiliwa ndani ya kikosi cha Pamba. Ni kitu gani ambacho mlikizingatia zaidi hadi mkaamua kumpitisha mwalimu Baraza, na ni nani ambaye alimpendekeza zaidi mwalimu Baraza, kwa sababu kwa hiki ambacho anakifanya kinaonekana kwamba Pamba mlifanikiwa zaidi katika usajili wake? Nakubaliana na wewe kwamba Baraza ni miongoni mwa makocha wazuri sana. Bahati nzuri Baraza hajaanza kufanya kazi Pamba tu. Tayari tuna historia naye. Ameanzia biashara, akaenda Kagera, akaenda Dodoma Jiji. Kwa Tanzania ameshafanya vilabu tofauti tofauti na watu wana records zake. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi sana watu kutrack na kugundua kwamba nani anaweza kutusaidia kwa nature ya ligi yetu tulionayo. Kwa hiyo viongozi walikaa kama unavyojua, wakakubaliana tumtafute Baraza tuone alete kile hicho nacho kwenye timu yetu. Kwa hiyo kwa rahisi sana kwa sababu tulizungumza na Baraza. Bahati nzuri Baraza alikuwa na timu yake Kenya na ameweza nafasi nzuri msimu uliopita. Kwa hiyo pia ilikuwa ni added advantage kwetu kuona kwamba ni mtu sahihi. Kwanza anajua ligi ya Tanzania, lakini pia hata alipokuwa amefanya vizuri. Kwa hiyo tukaona ni vizuri tukae naye Baraza kwenye timu yetu. Kwa hiyo viongozi walifanya ufuatiliaji mkubwa kuangalia CV ya Baraza, wakajiridhisha kwamba atafaa. Kwa namna ambavyo mwenendo ulivyoenda, tumeona mlifika mpaka nafasi ya kwanza, mliweza kushikilia kwa muda mfupi, lakini sasa hivi mnazungumzia nafasi ya 5 ambapo ukiangalia michezo yako uliocheza kwa maana kufika nafasi za chini ni ngumu zaidi. Tunaweza kusema kwamba msimu huu Pamba kwa nafasi aliyokuwepo tena hana pressure ya kupambania kufika hatua zinazofuata, kwa maana hata kwenda kule hatua za juu hapa level aliyofika sasa hivi. Mlizika na hapa mlipofika. Pressure bado ipo. Huwezi kusema tumeridhika kwa sababu bado michezo karibu 14 ya ligi ili tumalize msimu. Kwa hiyo anything can happen kwenye mchezo 14. Kwa hiyo ni issue ya technical bench, wachezaji na uongozi kuendelea kuwa wamoja ili kuendelea kuifanya timu iendelee kupata matokeo. Kwa hiyo huwezi kusema kama sisi tumeridhika tayari. No, tumeridhika kwa sababu michezo bado ni mingi. Huyo unayemwona yuko nafasi ya 14 anaweza kashinda wachezaji wake hadi nafasi ya 5 au ya 4. Kwa hiyo hakuna kuridhika hapo. Bado mapambano yanaendelea mpaka mchezo wa mwisho wa ligi. Nije kwa manager hapa timu ya Under 20. Naam. Kuna vijana wengi zaidi tunaona wanapita kwenye academy mbalimbali, wanatafuta namna jinsi gani kuweza kupata nafasi. Ni vigezo vipi ambavyo nyinyi mnaweza mkavichukua kwa ajili ya vijana kumuona kwamba yes, huyu tayari anastahili kwenda kucheza senior team kutoka huku kwenye timu ya Under 20? Kwenda senior team mara nyingi sisi utaratibu ambao tunautumia ni wa ile bench la senior team ndio huwa linakuja linaangalia namna wanavyocheza, wao wanaona yupi ambao anawafaa. Pamoja na sisi ligi kishaisha huwa tuna mapendekezo yetu ambao tunayapeleka, lakini makubwa zaidi ambao tunayategemea ni wale technical bench la senior team. Huwa mara nyingi tunacheza mechi za kirafiki kati ya senior na Under 20. Wale technical wanaona kijana upi ambao ana quality za kuweza kuwafaa kule juu. Sasa ni muda gani ambao unaweza kukaa na mchezaji, kwa maana ya kwamba siamini kwamba mchezaji mnaweza mkakaa ndani ya kikosi cha Under 20 zaidi ya miaka 2-3. Sasa huyu kijana akikosa nafasi ya kupanda kule, huwa mnafanya vitu gani vya kumfanya kuendelea kucheza mpira wake kama kawaida? Kama akikosa nafasi sasa kwenda kwenye timu ya senior, labda mnawatumia kwenda kuwatafutia vilabu vingine au mnaamua kuachana nao hivyo hivyo kimtaani? Hapana, tuachane nao. Wengi wao tunaendelea nao na mazoezi kawaida, pamoja muda wao unakuwa umeshavuka. Zikipatikana timu zinawahitaji kwa sababu tayari wanakuwa wako kwenye system, wako kwenye usajili wa Pamba. Zikipatikana timu ambazo zinawahitaji tunawalilize, tunawaachia wanaenda kwenye hizo timu. Mfano tu mzuri, mwaka huu tumeachia watu kama 4, watatu sasa hivi nafikiri wanacheza kabisa Gunners. Wapo kule watacheza. Ambao wao umri wao kwa Under 20 ulikuwa umeisha.
lakini bado walikuwa wako kwenye dashboard yetu ya Pamba. Kwa hiyo tumewaruhusu wameenda kucheza kule championship. Hayo ndio mahusiano nilikuwa nayazungumza kwamba hata kama sio nje, hata ndani unaweza mkatafuta labda uwezekano baadhi ya vijana kuwapeleka sehemu nyingine wakaendelea kupigania ndoto zao. Hilo linafanyika. Hata mwaka jana tulipeleka African Sport walienda, tuliwatoa wengi tu mwaka jana. Labda nyongeza pia kwa sababu tunasema hii miaka chini ya miaka, yani ule umri wa miaka chini ya 20 sisi tunasema ni platform kwa vijana, ni sehemu ya kudevelop vipaji. Anaweza kupata nafasi Pamba au akapata nafasi sehemu nyingine. Kwa kazi yetu sisi huku ni kuwalea kwenye misingi bora ya mpira wa miguu. Kwa hiyo ikifika miaka 20 hajapata fursa ya kwenda timu ya Pamba Jiji, maana anaweza kaenda Mapinduzi, anaweza kaenda Alliance, anaweza kaenda Kopko au timu nyingine yoyote ambayo itamuona kwamba anafaa kucheza kwenye klabu hii. Na tuna mifano mingi. Msimu uliopita wachezaji karibu 6 wameenda wanacheza daraja la pili msimu huu. Lakini tunao wachezaji msimu huu ambao tumewachia dirisha dogo wanacheza daraja la kwanza. Kwa hiyo sisi tunajivunia pia anapotoka kwenye mikono ya klabu ya Pamba Jiji, kwetu ni advantage. Tunajisikia vizuri kwamba huyu ametoka kwetu, anaenda kucheza sehemu fulani. Sasa kabla hujamalizia hapo, na ujumbe 2-3 tu hapa nisome. Hasa naomba namba za hao mameneja. Nina mtoto ana kipaji cha kucheza mpira, sijaona jina lake, lakini haya nimekupata vizuri Samani. Yeye ni mkazi wa Ruvuma, ila kwa sasa yuko Dar es Salaam. Ana kipaji cha kucheza mpira wa miguu, amemaliza kidato cha 4. Okay, asante, nawe nimekuona hivyo. Lakini pia asante, nakaribishwa Kasulu bwana. Kasulu ni Kigoma. Asante ndugu yangu kutoka Kasulu huko, tuko pamoja sana. Wengi wanataka namba hapa, naona hivyo. Toshe kwa hiyo nipige hiyo kitu hapo. Wengi wanataka namba. Kwa bwana Suku, kazi unayo bwana TD. Kazi unayo kwa kweli. Asante. Ndio, uza swali langu lilikuwa la mwisho kwa manager. Pamba kama Pamba wana timu ya kike ya wanawake kwa maana, au na kama haipo, mna malengo yote ya kuwa na timu kwa upande wa jinsia ya wanawake, kwa namna ambavyo tunaona vilabu vingi ambavyo vinakuwa na senior, lakini pia kuna chini ya miaka umri wa miaka 20, lakini pia kuna timu ya wanawake. Kuna namna gani ya Pamba anaweza kufanya kuwa na timu ya wanawake pia? Kwa misimu hii miwili kweli hatujafanikiwa kuwa na mawazo hayo ya kuwa na timu ya wanawake, na hii nafikiri ni kwa sababu tu uendeshaji wa timu unahitaji fedha. Kwa hiyo ukiona mwaka jana tukuanza vizuri, kwa nguvu kubwa ilitumika kwenye kuhakikisha tunainusuru timu inabaki ligi kuu. Msimu ndio unavyoona tumeanza, tunaenda. Kwa hiyo tunaamini ni mwaka wa pili tu tangu timu ipanda ligi kuu. Kwa hiyo kuyaweza kuaccommodate mambo yote kwa wakati mmoja, wewe na timu ya wanawake, wewe na timu ya under 20, wewe na under 17, inahitaji sana uwekezaji ulio mkubwa. Kwa hiyo tuendelee kuombea mema viongozi wetu ili waendelee kutengeneza budget za kuweza kuaccommodate mambo yote. Tunatamani iwe hivyo, lakini tusubiri tuone, kwa sababu yote yanahitaji fedha. Sasa muda wangu unazidi kunikimbia. Naanza na manager, alafu wa senior team tutakuja na manager wa under 20 pale. Zungumza na wanapamba Jiji sasa hizo ambao wanakutazama kupitia dimbani muda huu. Unawaeleza nini juu ya kikosi cha wanapamba, lakini pia na malengo ya Pamba ambayo tutarajia kuyapata hivi karibuni? Nikianza na malengo, bahati nzuri wakati kocha anatambulishwa mbele ya wadau, viongozi na washabiki wakubwa wa Pamba, kocha mwenyewe alifanya commitment mbele yao kwamba tunahitaji msimu huu kumaliza top 5. Kwa hiyo ndio lengo mama, tunapambana kisha tunamaliza top 5. Tunamaliza top 5 ikiwezekana. Hiyo ndio lengo la kwanza, na ndio tunajaribu kupambana nalo tuhakikishe tunafikia hilo. Lakini kubwa niendelee kuwaomba wapenzi wa Pamba, mashabiki wa Pamba, wadau wa Pamba waendelee kuisupport timu yao, kwa sababu kwanza Pamba ni timu yenye historia kubwa kanda ya Ziwa. Na tunaamini tunaamini hivyo, ukiondoa Simba Yanga hakuna timu nyingine pendwa Tanzania hii kama Pamba. Kwa hiyo tuendelee kuwaomba wanapamba kokote kule waliko, Mwanza, nje ya Mwanza, waendelee kuisupport, waendelee kutoa maoni, kutoa mawazo yao,
lengo tu tutengeneze furaha kwa wana Mwanza na kanda ya Ziwa. Kwa sababu wanapofanya vizuri tunatembea vifua mbele kwamba tuna timu bora, tuna timu nzuri, kwao tunakuwa na amani. Kwao tunaendelea kuwaomba wetu Mtibwa atakuja. Mtibwa atakuja. Bwana unaweza Mtibwa ushakuja huko. Mtibwa atakuja. Watakuja nyumbani. Shapiga kama Morogoro. Watakuja nyumbani. Tukutana Mtibwa pale. Tukutana na Mtibwa, walikuwa ugenini na sisi tuko ugenini. Wakatubahatisha. Kwa hiyo tunawakaribisha pia watakuja Mwanza. Bali ya Mtibwa anawabahatisha. Hata juzi watu wanawabahatisha. Nani? Anaweza tu. Mtibwa wanaleta visa watu kamata masaa 72 mpaka sasa hizo wamejifungia hawajatoka hadharani. Sisi tulisema watubahatisha Mtibwa. Tunasema sikubali kushindwa sio mshindani, tukubali watushinda. Lakini tunasema kila mmoja anapambana kwenye uwanja wake. Uwanja wake ni mzuri. Watakuja CCM Kirumba. Kirumba bwana uwanja mzuri kweli kweli, hautafungiwa uwanja mzuri sana. Hauwezi kufungiwa. Uwanja mzuri sana. Tunajitahidi kuwekea kila kitu ambacho wenzetu wa bodi ya ligi wanahitaji uwanja huo. Kwa hiyo tunatimiza yale masharti. Tunakuendelea ku maintain ukae vizuri ili michezo yetu yote ya ligi kuu tuicheze nyumbani. Hongereni sana. Mtibwa anakuja. Mtibwa mwambie wakaandae viwanja. Wanakuja. Mkaguzi nipo uwanja tena ukagua uwanja. Mmecheza wapi Mtibwa anakuja? Baada ya kutoka Kigoma? Sisi tukitoka Kigoma hapa tutakutana na Yanga. Yanga hapa ndio. Baada ya Yanga tunasafiri kwenda kucheza na Coastal Union FA. Baada ya hapo tunacheza TRA Arusha. TRA Arusha tunakuja na Singida Big Stars, tunakutana na Mtibwa hapa nyumbani. Hapa nyumbani. Kwa mechi kama ya 5 hivi pale mbele. Yeye ilishachoka hapa. Itakuwa ndio tuko smart. Haya meneja, TD mimi napenda kukuita hivyo TD. Hebu zungumza na vijana ambao wana ndoto za kucheza mpira, lakini pia wewe una jukumu kubwa la kulea hawa vijana. Na wakati mwingine najiulizaga huyu jamaa anapata muda gani wa kupumzika? Vijana wasumbufu kweli kweli, lakini ukikaa ongea kama mzazi vile. Ni wakati wako. Hebu zungumza na wana Mwanza, wana Pamba Jiji under 20 ambao ndio roho ya senior iko hapo. Mimi kikubwa nafikiri niongee tu sio na wanapamba peke yao bali na wana Mwanza tu wote. Wana Mwanza ni wakaribishe ambao wana vijana ambao wanaamini kabisa wana uwezo, wana vipaji. Wakati tukianza midaharo yetu ya kutafuta vijana kwa ajili ya kuunda kama mwakani tutaendelea tena hii under 20. Mimi niwakaribishe sana. Timu yetu iko wazi kabisa, haina kona nyingi. Kama kijana na uwezo atatazamwa, atachukuliwa. Tuko hivyo, tuko wazi sana. Tuko wazi sana. Kwa hiyo wasihisi ukakasi wowote kwamba labda akija Pamba kuna chochote ataombwa si lazima awe nini. Hapana. Sisi tuko so mtu akija pale bwana muone TD pale kwanza kidogo, afu TD ule unajificha kwenye yengo hivi. Wewe hayo mambo hutaki kabisa. Yaani hahitaji kuniona kwa chochote. Hahitaji kuniona kwa chochote. Yeye amlete kijana, tutampa fursa, kama ana uwezo anachukuliwa. Jamani, hii ni fursa na wanasema kwamba kipaji ni ajira hivi sasa na vijana wanapambana kweli kweli bwana Abraham. Kweli kutimiza ndoto zao. Na kila ukiangalia simu ambazo unazipokea hapa niko busy nasoma ujumbe hapa, mwingine anabaki na tabasamu tu. Wao kila mtu analia baba, mimi na kipaji na mtoto wangu ana kipaji na hivi. Ndio unajua kwamba shughuli kubwa. Na uzuri mmoja siku hizi hata wazazi wenyewe wamegundua kwamba mpira wa miguu ni ajira. Kwa hiyo wanaona ni jinsi gani vijana ambao wapo kwenye mpira wa miguu wanavyosaidia familia zao. Kwa hiyo unakuta kwa asilimia kubwa hata mzazi mwenyewe unaona message zinazoingia kwamba mtu yuko razi aone kwamba ni jinsi gani anaweza akamsaidia mwanae kutimiza ndoto yake. Kwa hiyo wazazi wa Kitanzania sasa hivi nao kidogo wameelimika na kutambua kwamba mpira wa miguu ni ajira, tofauti na zamani sisi ambao ukiomba kucheza mpira unakatazwa na mzazi kwamba hamna kwenda kucheza mpira, nenda kasome. Kwa hiyo sasa hivi wazazi wengi wametambua kwamba licha ya kwamba mtoto anatakiwa aende shule kusoma, lakini mpira pia wa miguu ni sehemu ya maisha yake, pia anaweza akamtoa sehemu moja kumpeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo ni jambo jema pia hata wazazi kwa support vijana wao. Ni wakati mzuri wa wazazi kwa support vijana wao, na bahati nzuri hawa jamani ndio wenye dhamana ya mpira wetu wa Tanzania, ndio kusema hivyo kwa sababu Pamba iko Tanzania. Na tamani kuja kuona siku moja Pamba ikimpiga mtu goli 11 zile katika dimba la sisi Kirumba kama imekuwa Pamba ile. Unaikumbuka vizuri? Naikumbuka hiyo. Msimamo na tukiaga wazee kidogo kwenda kukutana nao kupata baraka zao. Wanapata nafasi kubwa kabisa ya kuweza kuzungumza na vijana na kuwa motivate. Kwa hiyo fursa ni kubwa. Kuna msimamo ulikuwa naangalia mtandaoni kwa mtu aliyoposti wa mwaka zamani kidogo, miaka ya nyuma huko. Pamba alikuwa nafasi ya pili pale, alafu
kuna mmoja wa Kariakoo alikuwa nafasi ya kwanza, afu mmoja mwingine wa Kariakoo alikuwa anashika mkia huko. Kwa hiyo nikawa najiuliza hivi Pamba ilikuwaje enzi hizo, kwamba Pamba yuko nafasi ya pili kwa alama za kutosha, alafu kuna huyu mmoja wa Kariakoo ananing'inia mkia huko. Nikaona yes, kwamba Pamba kweli mwaka ushaujua huo. Unashajua unasema kweli, ukisema timu kubwa Tanzania ukitoa Simba na Yanga, Pamba unaijua Pamba. Baadaye anafuata Mtibwa. Sasa mbona unacheka? Kama ile lenki watu wanachukua mataji kwa mara kadha wa kadha. Mtibwa anachukua back to back mara 2. Sawa. Pamba ashachukua kwa taji la Muungano, kashachukua nani Pamba. Si ndio hivyo? Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba back to back ile ya Pamba iko vizuri, ndio sasa naifananisha na Mtibwa. Iko sahihi. Sawa. Nimekusikia. Tunajua kwa nini unazungumzia sana. Kwa hiyo hakuna shaka kwa timu. Bwana baba nipo na manager wa Pamba senior team, lakini pia manager wa Pamba under 20 ambao tulikuwa na hapa Ezekiel pamoja na TD Sukwa ambao wako hapa, tulikuwa tunazungumza pia. Nilikuwa na Abraham Charles Maliki ambao tulikuwa tunazungumza mambo mengi kweli kweli. Leo tumeona tusipige stories za kimataifa, tukete hapa zaidi tutazame hatima ya soka letu la vijana. Na tunaona hivi sasa ukiangalia hata timu ya taifa vijana wanahitajika sana kwenda kuongeza nguvu pale kuhakikisha mambo yanaenda vizuri. Hao kina Yon Amos tunaona kudondoka pale kutoka Pamba Jiji, lakini pia Kevin Nation kutoka Pamba Jiji tunaona pale wanaweza kufanya vizuri, na hatimaye vijana wengine wakasogea kwenda kuisaidia timu. Wazee washachoka wale wengine. So wazee tuseme kwamba umri ushafika sehemu ya kuachia vijana wafanye ya kwao. Ndio maana wanazalishwa vijana kwenda kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania. Neno lako la mwisho kwako Abraham Charles Maliki. Ndio nafasi ya wazazi kujitokeza zaidi na kuona ni jinsi gani, kama kweli unaamini mwanao ana kipaji cha kucheza mpira, Pamba wapo kama hivi ambavyo tunaona wana nafasi ya kumchukua kijana wako na akatimiza ndoto yake. Kwa hiyo kama unaamini mzazi kijana wako ana uwezo mzuri wa kucheza mpira na una malengo ya kumfanya mwanao afikishe ndoto zake kuwa mtu mkubwa kwenye mpira, nafasi ndio kama hiyo kujitokeza sasa wazazi na kuwasupport vijana wao kwenye mpira wa miguu kutimiza ndoto zao. Mimi nipige nukta hivi, ni washukuru nyote ambao tulikuwa sote hapa. Nimshukuru sana manager Eze, lakini nimshukuru sana manager Sukwa TD, mtu mmoja mbabi sana huyu jamaa ambaye kwa hapa Eze biashara kuja mitaa yangu najificha ficha sitaki. Ukifika weka hadharani ili mambo yawe mazuri. Mtarekebisha najificha ficha mpaka waniambie bwana yuko hapa Eze. Sasa inakuwa haipendezi, unaweza kupata matatizo nikashindwa kukusaidia, nikampigia afande nikafungwa, bwana huyu kijana niwekee sehemu fulani. Asante sana. Lakini Abraham Charles Maliki naye nimshukuru sana kwa kile ambacho amekufanya kwa niaba ya Rusia Mkono, ambaye leo kimsingi atakuwa wepo hapa, kesho atakuwepo hapa, ataendelea na zaidi na zaidi. Anastasia nyuma ya TX yote kufanya mambo mengi, lakini pia Elisha Ndaro, na nikushukuru sana. Muwe na wakati mwema, tukutane siku ya kesho kuja kuzungumza mengi zaidi ya kimichezo. Asante.